Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika amesema chama hicho kinapitia kipindi kigumu huku kikiwa katika kilele alichokiita vita kubwa ya no reforms no election dhidi ya watawala, ambapo amedai wamekwenda kinyume na matakwa ya wananchi. Akizungumza katika kikao maalumu cha chama kilichofanyika Mei 23 mwaka huu, Mnyika pia ameeleza kuwa watawala wanatumia mifumo yao kutaka kujaribu kutengeneza vyama mbadala ili kuziba pengo la Chadema la chama kikuu cha upinzani. Imani yangu chini ya uongozi wenu viongozi, vita hii tutaishinda na mapigano yote haya tutayashinda, amesema Mnyika. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziko. Vita ya no reforms no election ambayo watawala wanakwenda kinyume na matakwa ya wananchi, na watawala wakiwa katikati ya kuendesha vita ya uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2025. Katikati ya vita hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, watawala wanatupiga mapigo na mapigano kadhaa dhidi ya chama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua hii kwa undani na mengi tutafakari wakati wa kikao, lakini watawala wanaipiga vita Chadema na kupinga maamuzi halali ya Baraza Kuu la chama la tarehe 22 mwezi Januari dhidi ya uteuzi wa katibu mkuu, manaibu wake, wajumbe wa kamati kuu, wakiwa na dhamira ovu ya kubatilisha maamuzi yote ya kamati kuu yaliyofanyika mara baada ya uongozi mpya kuingia madarakani. Hili ni pigano la kwanza ambalo bebeto ambayo watawala wanaipiga. Watawala kwa kutumia mifumo yao wamemtumia aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar Said Isa Mohamed na wenzake kufungua kesi ya kutaka kudhuiwa kwa shughuli za chama nchi nzima. Watawala vile vile, hilo ni pigo au pigano la pili. Watawala vile vile wamejaribu pigo au pigano la tatu na kumkamata mwenyekiti wa chama na kumbambikizia kesi ya uhaini ili wamweke ndani ili kusikwamisha mapambano ya no reform no election. Na watawala vile vile kama pigano la nne wanajaribu kutengeneza dhana potofu kwamba kuna mpasuko ndani ya chama kubwa sana, kuna usaliti, mgogoro, hujuma, uasi na mambo kama hayo, ikiwa ni mbinu ya kujaribu kuendesha mapambano yao ndani ya chama vile vile kwa lengo la kuhujumu mikakati ya no reform no election. Watawala vile vile wanaendesha dhana ambayo iko kinyume cha katiba kama sehemu ya pigma haiwezi kushiriki chaguzi zozote hata kama reform zikipatikana mpaka mwaka 2030 kwa kile kinachoitwa katibu mkuu wa chama kutokusaini maadili ya uchaguzi. Watawala vile vile wanajaribu kuhujumu ya rasilimali za chama, na nitumie fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuendelea kutuma ujumbe kwa Watanzania bila kujali hujuma za mifumo yetu, waendelee kukichangia chama kupitia namba 0744446969 na wasiliane vile vile na viongozi wetu na kwa njia za mitandao ya kijamii kuweza kujiunga na malipo ya kujirudia ili kukabiliana na hizo mbinu ovu za watawala. Lakini mwisho, kama pigo la saba au pigano la saba, watawala wanatumia mifumo yao vile vile kutaka kujaribu kutengeneza vyama mbadala viwili vya kile kinachoitwa kuziba nafasi ya Chadema kama chama ambacho kiko karibu kuiondoa CCM madarakani na chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kwa haya yote ni mapigano ambayo watawala wanapigana, lakini mapigano yote saba yakilenga kwenye vita ya no reforms no election na vita ya urais. Mimi imani yangu Mheshimiwa Mwenyekiti, chini ya uongozi wenu, makamu wenye viti, na chini ya kamati kuu hii na chini ya uongozi ya mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu, pamoja na kuwa yuko kwenye kuta ya gereza, vita hii tutaishinda na mapigano yote haya tutayashinda. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nikukaribishe ufungue kikao hiki cha kamati kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana.